naomba nizungumze na watumishi wa umma. Jambo la business as usual limefika mwisho. Sisi kwenye wizara yetu, maana unajua bahati mbaya iliyopo, watumishi wa umma lazima wajue kwamba safari hii wana waziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake hii. Yaani hilo jambo nataka niwaambie wazi. Wizara yetu sisi ndio inao haya na kufaya. Yaani sisi leo hii hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa, yaani kituo kinachokuja ni kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja. Kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchecheza upo, muda huu haupo, nataka nikwambieni, sisi wengine bahati nzuri huwa hatuna sababu ya kununa, kwa sababu mimi nilifundishwa kwa maisha haya ni furaha. Yaani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi, kuna mwenzako hata mkono hana. Kwa hiyo sina sababu ya kununa. Lakini nataka nikwambieni, ninapofika na jambo la utendaji kazi, mimi ninachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki, ili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili. Lakini tunazungumza afu unaleta nidhamu ya uoga mfanyakazi kwamba Mheshimiwa Waziri sawa nitafanya, alafu hujafanya, afu wiki ijayo unakuja kuniambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo. Nasema hivi, hiyo kazi hiyo kama unaitaka uwe muwazi na mkweli. Unasema maneno ambayo hayajanyoka, unataka uniongopea, nikijua ukweli mimi na wewe ni shingo yako itakuwa mkononi mwangu. Hilo nataka niseme wazi. Sio kwamba tutachinjana, lakini ni lugha ya tafsiri. Watu wasije kusema waziri kasema ataenda kuwachinja huko watu. Ilani ya CCM ya uchaguzi ya mwaka 2025 ambapo katika ibara ya 49 imeelekeza umuhimu wa kuimarisha utumishi wa umma katika muhimili mbalimbali kwa kutekeleza misingi ya demokrasia na utawala bora, na kwamba katika kipindi cha mwaka 2025 hadi 30 chama kimeelekeza serikali kuendelea kuimarisha mazingira ya kazi, mifumo ya utendaji kazi, uwajibikaji wa watumishi wa umma ili kuongeza ufanisi katika kufikia azma hiyo. Na katika kutekeleza hili, ofisi yangu kwa niaba ya serikali inafanya tathmini pana ya watumishi wa umma, yani human resource audit, kwa lengo la kubaini mahitaji ya wakati kwa rasilimali ya utumishi wa umma. Ndugu waandishi wa habari, pili, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambayo imeelekeza sekta za kipaumbele iwe uwezo wa kuzalisha ajira yenyewe na kuchochea ajira katika sekta nyingine. Kipengele hiki kikisomwa pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 sehemu ya pili, ukurasa wa 37, imeelekeza serikali kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi, kupunguza umaskini, na katika utekelezaji wa ilani imeelekezwa kuzalisha idadi ya ajira zisizopungua milioni 8.5 kwa vijana katika sekta rasmi na isiyo rasmi kufikia mwaka 2030. Katika kufanikisha maelekezo haya ya dira na ilani ya Chama cha Mapinduzi, serikali katika mwaka 2025-26 imefanikiwa kutoa vibali vya kazi 41,500 za ajira, ikiwemo nafasi 12,000 za ajira ambayo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika ahadi hiyo nafasi 5,000 ni kada ya afya na nafasi 7,000 ni kada ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati, ikiwa ni uzalishaji wa ajira zilizo rasmi ndani ya siku 100 baada ya kuingia madarakani. Ndugu wanahabari, kama ilivyoelezwa katika sehemu ya 3.12 na 3.1.3 ya dira ya maendeleo ya 50 ya kuwa mfumo wa utumishi wa serikali za mtaa na utumishi wa umma kwa jumla unaozingatia sifa na uwezo wa kuajiri, utakaozingatia viwango vya juu vya weledi, unaopatikana na kuendelezwa kwa kufuata misingi ya haki, umahiri na utendaji bora. Serikali itaendelea kuhakikisha kuwa nafasi za ajira katika utumishi wa umma zinakuwa za wazi na za ushindani kama sera inavyotutaka. Kwa msingi huu,
Nafasi hizi za ajira mchakato wake unakuwa wazi na ushindani kupitia Secretariat ya ajira katika utumishi wa umma, yani PSRS. Na tayari sasa tunapozungumza ajira 12,000 zimekwisha tangazwa na waombaji wenye sifa wameitwa kwenye usaili ambao nataka kutoa taarifa kuwa unatarajiwa kuanza tarehe 13. Tarehe 13 ni kesho tarehe 13 Disemba mwaka 2025, na usaili huo utafanyika katika mikoa yote nchini Tanzania bara na vituo mahususi kwa wenzetu wa Unguja na Pemba. Na katika eneo hili labda nieleze kidogo tu waandishi wa habari. Usaili sasa hivi unafanyika katika ngazi zote, yani katika kila mkoa unafanyika. Kwa hiyo wale ambao wanaishi Kigoma hawana sababu tena ya kutembea toka Kigoma kwenda Dodoma, au mtu anaishi Tanga atembee aje Dar es Salaam. Hiyo haipo tena sasa hivi. Kwa hiyo saizi watu watafanya hizo usaili katika mikoa yao huko waliko. Aidha, ili kuhakikisha usaili unafanyika kwa wakati na kwa lengo la kuongeza ufanisi, usaili wa mchujo wa nafasi hizo utafanyika kutumia mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa online aptitude test, na utafanyika katika vituo mbalimbali kama vile taasisi za elimu ya juu, vyuo vya mafunzo na ufundi na ufundi stadi VETA, na shule za sekondari zenye maabara za kompyuta zinazopatikana katika mikoa yote na vituo mahususi huko Unguja na Pemba. Nitoe rai kwa waombaji wa nafasi hizi kuangalia katika akaunti zao za mfumo wa ajira poto ili kujua vituo walivyopangiwa kufanya usahili. Na moja ya jambo jingine ambalo labda ningesema katika eneo hili, mnapoitwa kufanya usahili, wale ambao watabahatika kuitwa, utaratibu wetu ni kwamba unatakiwa uende na vyeti pia original, yani vile vyeti vyako vinavyotakiwa vya shule ikiwemo vya sekondari na vya chuo viwe original. Sasa wakati mwingine unakuta mtu anafika kwenye kituo anafika pale hana vyeti hivyo, anaanza kulalamika. Sio jambo ambalo tunalitaraji litatokea. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafuatilia, ambao vijana wao wamepokea wito wa kwenda kuhudhuria usaili, basi tunaomba sana waweze kufanya hivyo, waende kwenye vituo na yale maelekezo ambayo yametolewa.